popote mlipo, na kusalimia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, Mungu muweza wa yote, anayetuwezesha kwa kila jambo na kwa kila wakati tunapomuita anapata kututendea. Nitaomba kisa tutaenda kwa nafasi hiyo nyingine. Mungu mwaminifu, ni wewe unaweza siku zote, ni wewe wa kutawala, ni wewe wa kuinua, ni wewe wa urejesho, ni wewe mwenye nguvu usiyeshindwa na kitu chochote dadi. Ni wewe unatawala dadi Ebeneza Jehova. Ni jioni nyingine Bwana umetufikisha dadi, kuja Jehova kulinena neno lako dadi, kwa neema yako na kwa nguvu zako Jehova. Naomba Jehova uwepo wako uwe mahala hapa dadi. Naomba nguvu zako Jehova siwe mahala hapa dadi, kwa uwezo wako Jehova. Na popote pale msikilizaji walipo na mtazamaji Jehova, muweza wa yote ukapate Jehova kuwaunganisha mioyo Jehova, wapate kulisikia neno lako ipasavyo dadi, kwa neema yako na kwa nguvu zako Jehova. Unitie nguvu dadi, muweza wa yote, unifundishe Jehova vile ambavyo nalinena dadi, kwa neema yako na kwa nguvu zako uwe na mimi, na ni katika jina la Yesu ninaomba na napata kuamini. Amen. Yesu, leo tunapata somo la kwetu kutoka kitabu cha Hesabu 23. Hesabu mlango wa kwake ni ule wa 23, mstari wa kwake ni ule wa 19. Hesabu 23 mstari wa kwake ni ule wa 19. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu anjute. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalifikilisha. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalifikilisha. Yesu anatawala siku zote, na Yesu anainua siku zote mpendwa, na anaweka hatua za kwake, na anamuumba mwanadamu, na anajua vile ambavyo amemuumba mwanadamu. Anaweza akaleta uongo, akandanganya atatenda na akashindwa kutenda. Mtu anaweza akaja akaahidi vyema, na siku ya kutenda akakosa kuya kutenda kila ambacho aliahidi. Bali Mungu hayupo hivyo. Mungu sio wa hivyo, sio wa namna hiyo. Mungu akiahidi lazima atakuja kukitenda kila ambacho alikuahidia. Mungu akiahidi jambo kwa watu wake ama kwa mtu wake, lazima atitokeze na akuye siku ambayo inafaa itekelezo, anapasa kutekeleza kwa kuwa ni mwaminifu. Mungu si mtu anene uongo. Hawezi akakwambia atakubariki kisa kuache uwe hivi vile ambavyo unahisi tu. Hawezi akakosa kukubariki jinsi ambavyo amekuambia atakubariki. Nasema atakutoa mavumbini, atakuinua, na nitatenda hivyo kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Yeye alikwisha kunena. Ni wewe mpendo upate kusingata, ni wewe mpendo upate kufuatilia neno la kwake, upate kuwa katika njia ya kwako, ili apate kutokelezea, apate kukubariki jinsi ambavyo alinena, jinsi ambavyo aliahidi. Aliahidi ya kuwa tuvishe naye atafungua. Hakika ya kwamba mtu yeyote yule ambaye atasimama kuvisha na kuamkikizia ya kwamba Mungu atamfungulia. Ni Yesu anaweza siku zote, ni Yesu mwaminifu, na ni Yesu anatawala siku zote. Hawezi akashindwa na kitu chochote. Anasema pasipo yeye hatuwezi neno lolote, pasipo nguvu za kwake hatuwezi neno lolote. Tukae ndani ya kwake na neno la kwake likae ndani yetu. Chochote ambacho tunahitaji nasi tupate kumuomba, naye kwa hakika atatutendea. Ni Mungu anaweza
siku zote. Nasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu usiyokuwa unayajua. Mungu ni muweza wa yote. Aliyenena na Samson pale akamwambia, nimekwisha kukusimbia kisima ili upate kunywa maji ya kwake, usife kwa kiu kwa aibu hiyo. Mungu ni muweza wa yote, anatoa watu wake katika aibu. Anamuangalia Samson, anamwamsha usiku wa manane. Adui wamekwisha kumpangia Samson vile ambavyo watafunga mageti na vile ambavyo watamfungia Samson ili usiku wa manane wapate kumkamata, kwa kuwa ameingia kwa mchichana wa kwao. Mungu ni muweza wa yote. Roho wa Bwana anamsukia Samson, na leo Roho wa Bwana akusukie upate kuona kile ambacho unahitaji katika maisha ya kwako. Na leo Bwana akusukia upate kukupa nguvu ya kuondoka katika hiyo milango ambayo wamekufungia, wa kuondoka katika hiyo sehemu ambayo wamekufungia. Mungu ni muweza wa yote. Aliposuka pole kwa Samson, Samson akaamka, akasukua kile ambacho walikuwa wanamfungia nacho, akaenda kutupa mbali. Chukua uchawi wote waganga waliokuletea, chukua miti yote ambayo wameleta kwako, nenda ukatupe mbali, kwa kuwa unalo jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana Yesu ni ngome imara, wenye haki wanapolikimbilia wanakuwa salama. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki anapolikimbilia anakuwa salama. Ukisamlikimbilia jina la Bwana Yesu utakuwa salama. Hautakuwa na hofu yoyote, hautakuwa na wasiwasi yoyote, hautahitaji kitu chochote kingine, bali unamhitaji Bwana Yesu. Unamhitaji Bwana Yesu katika maisha ya kwako. Unahitaji Bwana Yesu ili apate kukuinua toka hatua kwenda katika hatua nyingine. Unahitaji Bwana Yesu ili apate kukutoa sehemu uliyolemewa akupeleke sehemu ambayo utajiweza. Mungu ni muweza wa yote. Anajua kile ambacho unahitaji, anajua kile ambacho unahitaji. Wewe uliye mgonjwa, na kutangazia ya kwamba Bwana anajua dawa ambazo unaweza ukatumia ukawa umeponywa. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Wewe uliye masikini, Mungu anajua kile ambacho anaweza akaweka ndani ya kwako, na ukaondokea hiyo taabu, ukaondokea huo masikini, ukaondokea matatizo ya namna kuandama hivyo. Mungu anajua kile ambacho unahitaji ili upate kutoka mahali ambapo umelemewa. Ni Bwana Yesu anatujua sisi sote. Kila anayemuita anamjua zaidi ya vile anavyojijua. Mungu ni muweza wa yote. Walipokuwa wakitembea wana wa Israeli siku 3 bila maji, Mungu ni muweza wa yote. Na walipopika mahali pale wakapata maji, Mungu ni muweza, anatawala siku zote. Walipopata maji wakadhani ya kuwa kiu imeisha, mambo imekuwa salama, safari inaweza ikaendelea. Walipoenda kuonja ile maji, wakakuta yakuna ni machungu hayawezi yakanyweka. Wakaanza kulia, wakaanza kulia na kumlilia Musa. Usimlilie mwanadamu, mlilie Mungu. Mlilie Mungu naye atakuitika. Mlilie Mungu kwa hiyo taabu umekwisha kuipata. Najua ni wengi umetoka na ukienda ukitarajia unaenda kwa kazi, na unaenda unafika kwa hiyo kazi, lakini unapoitenda unapata kuwa sio faida inaleta hasara. Mungu ni muweza wa yote. Anajua kile ambacho unaweza ukaweka kwa hiyo kazi ili pate kupanuka, ili pate kupata faida. Mungu ni muweza wa yote. Walipofika pale wakaonja ile maji, wakasikia ni machungu, wakaanza kulia. Mungu ni muweza wa yote. Musa naye akaenda akamlilia Mungu. Alipomlilia Mungu, Mungu akamwambia nenda ukate kijani utupe kwa hayo maji. Natangaza Mungu ni muweza wa yote. Natangaza Mungu anatawala siku zote. Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai ni simba wa kabila la Yuda. Hakuna jambo ambalo linaweza likamsinda huyu. Hakuna jambo linaweza likamsinda huyu Bwana Yesu, kwa kuwa ni msindi saindi kona sote, kwa kuwa ni mwaminifu. Na Musa alipoenda akakata kile kijani akatupa kwa yale maji yakawa matamu. Ng'ombe wakanywa, wanadamu wakanywa, safari ikaendelea. Hicho ambacho kimesindikana kwako, hicho ambacho kimekulemea, hicho ambacho ni kisungu katika maisha ya kwako, hiyo familia ambayo ni sungu katika maisha ya kwako, Mungu anajua kile ambacho unaweza ukaweka kwa hiyo familia ikawa na utamu, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Ikawa na furaha kwa kuwa ni muweza wa yote. Hiyo kilio umelia miaka mingi, hiyo machozi
umelia kwa miaka mingi. Mungu anaona, lakini ni vile ambavyo unjamuuliza. So alimuulize, nafanyaje hapa Bwana, nafanyaje hapa Bwana? Naye Mungu hatakosa jawabu, hatakosa jawabu ya kukupa katika hiyo matatizo ulio nayo, hatakosa jawabu la kukupa katika hiyo tsinda ulio nayo. Hatakuinua na hatakuonyesha, hatakufundisha, hatakuelekesha, hatakuonyesha huku jicho lake likiwa linakutazamia. Mungu ni muweza wa yote. Walipotaka kumfika Daudi na mawe, Mungu ni muweza wa yote. Hata marafiki wako wanaweza wakakugeuka, hata wale ambao unakuwa nao karibu wanaweza wakakugeuka. Mbali Mungu hawezi akageuka mtu wa kwake. Mungu hawezi akabadilika kwa mitume wa kwake, hawezi akambadilikia mitume wa kwake. Ni Yesu anaweza siku zote. Na simba wa kabila la Juda walipomgeukia Daudi wakataka kumpika na mawe, kwa kuwa vitu vyote vimeenda. Daudi akaenda akajitia nguvu katika Mungu wake. Alipojitia nguvu katika Mungu wake, akauliza Mungu, nifuate? Mungu akamwambia, fuata, kwa kuwa nitawatia hao watu walio kudanganya mali yako katika mikono ya kwako. Mungu anarejesha siku zote. Hapo Joeli wa pili mstari wa kwake ni yule wa 28, nasema nitawarejeshea miaka iliyoliwa na parare, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na jeshi ambalo nimelituma. Mungu ni muweza wa yote, anarejesha kile ambacho ulipoteza katika maisha. Usikate tamaa ukaenda kujitia kitanse, usikate tamaa ukaenda kujiangamiza bure. Muangalie Bwana Yesu apate kukurejeshea hicho ambacho umepotesha. Muangalie Bwana Yesu apate kukufundisha njia unayopaswa kuiendea ili ukapate kurejesha. Muite Bwana Yesu, jitie nguvu kwa Bwana Yesu ili apate kukuonyesha na kukuambia ya kwamba nitakuwatia hao walio kundanganya vitu vyako mikononi mwako. Muite Bwana Yesu, ni yeye anajua umbali huo walipo hao ambao wamekunyang'anya. Mungu ni muweza wa yote. Naye Daudi alipojitia nguvu kwa Mungu wake na akaenda akauliza Mungu, nifuate ama nisifuate? Mungu akamwambia, fuata, kwa kuwa nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Anaweza siku zote na analinda siku zote. Yeye ni mwaminifu, asiyeshindwa na jambo lolote. Saa hiyo mke ameenda, watoto wameenda, vitu vimeenda, lakini Mungu hakukata tamaa na kumwambia Daudi ya kwamba fuata, nami nitakwisha kuwatia mikononi mwako. Daudi naye hakukata tamaa kama vile ambavyo watu wake walikuwa wamekata tamaa. Akasikia neno la Bwana, akafuata neno la Bwana. Ukisalifuata neno la Bwana, utaenda utapata samaki waliokuwa wamekufisha. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Daudi alipoinuka kuwafuata, akaenda na akakuta mtu pale ambaye alikuwa mmoja wao wa wale ambao walikuwa wamemnyang'anya mali za kwake. Mungu ni muweza wa yote. Yule mtu akaelekeza mtumishi Daudi mpaka akaenda akawakamata wale ambao walikuwa wamemnyang'anya mali za kwake. Nakwambia Mungu ni muweza wa yote. Watakimbishana na wewe, lakini hawatakuweza. Watakimbishana na wewe wakidhani watakushinda. Mungu ajitokeshe upate kuwasinda. Daudi wasika wale watu, wafikia wale watu, akaanza kuwavamia na kurejesha vitu vyake. Ili Biblia inasema ya kwamba Daudi akarejesha mali ambazo zilikuwa zimetekwa zote, ingawa vijana 400 walitoroka na ngamia. Yani utawapika mpaka watoroke wenyewe. Mungu ni muweza wa yote. Hata kuwa upande wa kwako kisa ukaenda kupikwa na kuonewa pale, hata kuwa upande wa kwako kisa andui wakaja wakudharau, kisa andui waja wakuone na wakupike waende na mali zako. Hapana, Mungu hawezi akawa upande wa kwako andui wakuone. Mungu akiwa upande wa kwako, hakuna yeyote anaweza akawa juu ya kwako. Ni yeye peke yake anaweza akakusaidia. Anaweza siku zote na anatawala siku zote na analinda siku zote. Anatusunguka na damu ya mwanao iliyotiririka msalabani ili tupate kusinda kila tunalo lifanikisha na kulitenda. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote na anainua siku zote. Daudi akawafika adui za kwake na akasukua mali alizokuwa amenyang'anywa.
ulichokuwa umenyang'anywa, na kutangazia ya kwamba ukimfuata Bwana Yesu, ukifuata jina la Bwana Yesu, ukifuata neno la Bwana, hautakosha kile ambacho wamekundanganya. Utapata mara mbili, kwa kuwa ni Biblia inasema nitawarejeshea miaka iliyoliwa na parare na tunutu. Ukisa mwamini Mungu, hicho ambacho wamekwisha kukundanganya kitaanza kukufuata chenyewe. Nasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, hayo mengine yatawafuatilia, hayo mengine yatafuata. Yani mtafute Bwana Yesu kisa apate kukuelekeza katika ufalme wa Mungu, kisa hayo mengine yatakufuata. Mungu ni muweza wa yote. Ataagiza kunguru waje wakulishe, ataagiza Bwana, ataagiza kile ambacho umekosa katika maisha ya kwako. Bwana ana uwezo wa kuagiza akije kwako nyumbani leo. Bwana ana nguvu za kuagiza kile ambacho umeishi kutafuta katika kwa miaka mingi. Ana uwezo wa kuagiza kileto leo, siku moja upate kuona maajabu ya kwake, upate kuona makuu ya kwake. Hajawahi shindwa na jambo lolote, hajawahi shindwa na jambo lolote. Wakawa mahali pale wakiwa wanavua samaki. Mungu ni muweza wa yote. Usiku wa manane wakavua, wakakosa kitu ya kusika, hata chura hawakuweza hata kupata hata chura, ingawa walikuwa wanaokota matope tu. Lakini Bwana Yesu alipokuja asubuhi ya kwake, akamuomba Simeoni, akamwambia nilete hicho chombo chake. Akakwisa kutumia na kuhubiri neno la kwake, na alipomaliza kuhubiri neno la kwake akamwambia Simeoni, tucha nyavu zako mahali pale ili ukapate kuokota samaki ambao umekosha. Simeoni akamwambia tumekesa hapa hatujapata kitu, lakini kwa neno lako Bwana sitakupinga, acha niende katika neno lako. Akachukua neno la Bwana, akaenda na neno la Bwana ili aende kukamata samaki, ili aende akavue samaki. Na alipoenda akachuza zile nyavu, hakusika matope ambayo alikuwa anatika akiwa mwenyewe, mbali kwa kuwa akona neno la Bwana alipata kukamata samaki wengi. Mungu ni muweza wa yote. Kila ambacho umeishi kulilia kukamata na unashindwa kukamata, ukimwamini Bwana Yesu, ukiliita jina la Bwana Yesu na neno la kwake, ukisaliweka ndani ya moyo wako, akitakuwa kingumu. Utasukua na saindi hata ya hicho unachokihitaji, na saindi ya hicho ambacho unachokihitaji. Ndugu na mpendo, Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Umeishi kusukua matope tu, umeishi kubeba matope tu, umeishi kubeba vitu ambavyo haviwezi vikakusaidia. Unatamani kusika vitu ambavyo ni vizuri, lakini unapoenda kusika ukisema ni vizuri, unakamata matope yasiyoweza hata kukusaidia. Nakwambia ya kwamba Bwana akona uwezo wa kukupatia hicho ambacho unahitaji kizuri. Mungu akona nguvu ya kukupatia hicho ambacho unahitaji kizuri, hicho ambacho unatamani katika moyo wako, hicho ambacho unachokihitaji kwa moyo wako, hicho ambacho unachokililia kwa moyo wako. Mungu akona uwezo wa kukupa hicho kitu. Mpendo, usiwe na wasiwasi wala usikimbilie dunia sana, usikimbilie kila ambacho unaona. Kimbilia Bwana Yesu, apate kukufundisha na kukuelekeza kwa utaratibu tu, upate kupokea baraka za kwako tele, upate kupokea kile ambacho unahitaji. Mpendo, umlilie Bwana Yesu na yakusaidia katika njia za kwako zote, akufanikishe kwa kuwa anasa nguvu za kukufanikisha, akutawale na kuinue na kulinde na kuongoze katika lolote unaloenda kulitenda. Na tuombe kwa jina la Bwana Yesu. Mungu mwaminifu, unaweza siku zote na unatawala siku zote na unalinda siku zote. Wewe unaiongoza watoto wako na kuwafikiliza mpaka insi ambayo umeyaahidi ya kwamba utawafikisha. Dadi, nimekuja mbele zako Jehova jioni ya leo Dadi, kwa mara nyingine Dadi, nikikuomba ya kwamba Jehova, yeyote Jehova muweza wa yote anayelisikilia neno lako Jehova, hata na mibaraka hii Jehova ikamfikiria, hata neno lako likatenda
likatendeke kwa mitume wa kwako. Acha neno lako likatendeke Jehova, muweza wa yote kwa watu wako Jehova. Aliye na matatisho dadi upate kusuka na ukapate kumsaidia. Aliye na magonjwa Jehova ukasuke Jehova upate kumponya. Aliye na matatisho ya kila namna Jehova ambayo yamemsinda Jehova, kwako tunajua Jehova hujawahi sindwa na jambo lolote. Ukaona machozi ya wana wa Israeli ukachikia kilio cha kwao dadi. Sikia kilio cha kwetu Ebeneza, kwa kuwa ni wewe tunategemea tu Bwana Yesu, ni wewe tunaangalia tu Bwana Yesu. Sikia kilio cha kwetu, usituache Jehova tukaenda kuona hofu kule, usituache Jehova tukaenda kuhangaika huko duniani cha dadi. Muweza wa yote tusikilie Jehova na mibaraka yako Jehova, tusikilie na nguvu zako Ebeneza, kwa kuwa unacho nguvu za kutenda Jehova. Jana ni wewe, leo ni wewe, na milele yote ni wewe Ebeneza Jehova. Tunashuka chini Baba ili upate kuinuliwa, kwa kuwa ni wewe Mungu wa huruma na ni wewe muweza wa yote Jehova. Akatutengenezee njia, kwa kuwa unaweza siku zote, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu Yesu akutangulie, Yesu akupe neema ya kwake na kuinue kila hatua unayofika. Mungu ni muweza wa yote. Amen.